roho 7 zinazolitesa kanisa. Mateso sio mpango wa Mungu kwetu, lakini yanakuja kwa sababu ya Ibilisi, nyoka wa zamani, na Shetani asiyetutakia mema, asiyetutakia mazuri. Yeye alikosana na bosi wake, bwana mkubwa, Mungu wa mbinguni, akafukuzwa. Hasa kufukuzwa kwake, mahali pale alikuwa amewekwa yeye, akawekwa Adam na Hawa. Yeye akaona wivu, ndiposa akatengeneza visa, akatengeneza hila ili Eva na Adam awakosanishe na Mungu wa mbinguni. Alijitahidi kufanya hivyo, lakini asijue ya kwamba fadhili za Mungu wetu ni mpya kwa kila paitwapo leo. Acha wanaokuonea hila, acha wanaokuonea gele, acha wakuonee tu, acha wakuchimbie mashimo, wasijue ya kwamba malaika wa Bwana unatumwa kwa ajili ya kukulinda, kukupigania na kukutetea wewe. Wewe ni chombo cha Bwana, wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni wa thamani kuliko hata malaika. Malaika walipoasi, walipotenda dhambi, hatujaona mahali popote kikao kikikaa kutengeneza namna ya kuwaokoa, ila wote waliojichanganya wakaingia kwenye 18 za mzee wa siku walipewa red card, wakafukuzwa. Ndio majini, mapepo leo wanaosumbua. Lakini Adam na Hawa walipokosea kwa kudanganywa, mzee wa siku akaingilia kati. Wakiwa katika hali ya uchi, wameshakimbiana, hali ni mbaya, hawawezi kutazamana. Unajua ya mavazi yanatusaidia kutuvika aibu zetu, lakini mavazi yametufanya tukae hivi, tuonekane hivi tulivyo. Mungu akaona Eva kamkimbia Adamu, Adamu kamtoroka Hawa, nini kifanyike? Biblia inasema akawafanyia mavazi ya ngozi ya mnyama anaitwa pombo. Pombo ni mnyama mweupe anayekaa kwenye mapango ya ardhi. Pombo manyoya yake hayawezi yakashika uchafu. Hata kama pana uchafu, uwe mweusi, uwe mwekundu, wao namna gani, watachafuka wengine, lakini sio pombo. Atapita mahali pale, lakini akienda kule mng'ao wake uko vile vile. Mungu akamchukua huyo mnyama, ngozi yake alipomchuna, kachukua ile ngozi kaenda kumvika Adam na Hawa. Ndiposa wakakutana, maisha yakaendelea. Yule mnyama pombo ilikuwa ni ishara ya weupe wa Yesu Kristo, ambaye alikuja duniani akaishi katika ulimwengu wa dhambi, lakini kamwe katu hakutenda dhambi na hakushuhudiwa katika hali ya dhambi mahali popote. Na hivyo katika Yesu Kristo wokovu ni vazi linalotupatanisha na linatufanya tufanane na yeye. Tukiwa hai hapa duniani kwa jinsi ya mwili, tunafanana na Yesu Kristo kwa kuikataa dhambi na kumshinda shetani kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Jina la Bwana na libarikiwe. Ngoja nirudi kwenye introduction. Kwa kadiri siku zinavyosogea mbele na kuikaribia siku ya Bwana, ndivyo wanadamu ama ulimwengu unavyozidi kuchanganyikiwa na kuharibika machoni pa Bwana Mungu. Mwanzo ile sura ya 6 fungu la 11, Biblia inasema dunia ikaharibika mbele za macho ya Bwana, ndiposa gharika ikaja kwa sababu ya uovu uliokuwa umeshaijaza nini? Dunia. B. Tunaishi katika siku za mwisho. Hivyo kanisa hatuna budi kuwa macho au makini dhidi ya mambo yaliyopo sasa katika ulimwengu huu wa kuharibika. Tunaishi katika siku za mwisho. So kanisa, wanawake, wanaume, hatuna budi kuwa makini
dhidi ya mambo yaliyopo katika ulimwengu huu wa kuharibika. Ninaposema ulimwengu simaanishi milima, ninaposema ulimwengu simaanishi tembo. Ulimwengu ni kundi kubwa la watu walioharibika kwa kumwasi Mungu. Wanaingia makanisani lakini walishamwasi Mungu. Wanaingia makanisani, wanahubiri kama ninavyohubiri, lakini wengine ni wachawi, wengine ni walevi, wengine ni wazinzi, makahaba, wamo kanisani. Huko kote ni kuonyesha ni dunia iliyoharibika, na mwisho wa kuharibika ni kutupwa jehanamu. Lakini ni mpango wa Mungu na makusudi yake kwa madhabahu hii, kwa madhabahu hii, wale wote wenye kusikia, wenye kuelewa, mpate kuwa salama, mpate kuwa heri, msalimike dhidi ya jehanamu inayowaka, hasira ya Mungu kwa wale wote wanaotenda dhambi. Kwa wale wote mnatenda dhambi, ni kushauri hata wewe unanisikiliza mahali hapa, acha kutenda dhambi. Uwezekano wa kuacha kutenda dhambi upo. Uwezekano wa kuacha kutenda dhambi upo. Uwezekano wa kuacha kutenda dhambi upo. Na inawezekana. Kuacha dhambi inawezekana. Mimi ni shahidi. Maana kama ni mambo ya kidunia nilipita kabla sijaokoka. Kama ni uvutaji wa sigara nilivuta, najijua, nimeachaje, inawezekana. Kama ni ulevi nimepita kwenye vilabu, kama ni gongo, kama ni bia, kama ni whisky, konyagi, vyote vimepita. Kama ni ugoro nimetafuna, najua ilikuwaje, leo niko hivi katika Bwana. Inawezekana. Umepita hayo maisha, afu leo nakwambia acha dhambi. Bwana haiwezekani. Bwana haiwezekani. Mjinga, mpumbavu tu. Inawezekana kuacha dhambi, inawezekana kumshinda shetani, inawezekana. Nakwambia acha dhambi. Unajua sisi kwenye ukoo wetu, acha upumbavu. Inawezekana kumshinda shetani, inawezekana kuacha dhambi, inawezekana kuitwa mteule mtakatifu aende mbinguni, inawezekana. Na hapa nahubiri ili ya kwamba ugeuzwe nia yako, uitwe mtakatifu, uende mbinguni. Come on. Haleluya. Nasema haleluya. Inawezekana kumshinda shetani, inawezekana. Sema katika jina la Yesu. Inawezekana mimi kuwa mtakatifu. Inawezekana mimi kuwa mshindi, kumshinda shetani. Inawezekana. Mungu nisaidie katika jina la Yesu. Mungu wetu nape sifa tena. Nimeweka maandiko pale. Kuna Matendo 20, Matendo sura 20 fungu la 28, na Timotheo wa pili 3:1-9, na Timotheo wa pili hiyo sura 3 fungu la 10 mpaka 16. Ulie na pamphlet utaona maandiko mengine. Katika somo hili tutajifunza juu ya roho 7 zinazolitesa kanisa na jinsi au namna ya kuzishinda na kutoka katika vifungo hivyo. Katika kujifunza somo hili tutatumia picha za ndege, wanyama kama mifano hai itakayopelekea kulielewa fundisho kwa undani zaidi, na Roho Mtakatifu atufungue fahamu zetu na kutufunulia au kututafsiria kwa kina zaidi. Sasa fungua moyo wako na karibu tujifunze. Tunaanza na tausi. Tausi ni aina ya ndege mzuri sana ambaye akitanua manyoya yake kwenye kinsuti. Hasa Kiswahili kinaitwa nini? Yaani kule nyuma angekuwa mnyama ningesema mkia. Sasa huyu ni ndege. Kinyumbani tunasema kinsuti. Sema kinsuti. Sasa Kiswahili mnaita nini? Nyinyi mnasema nini? Esodi. Okay, hivyo. Kwa hiyo tausi
anapotembea unafika wakati kwa kupunga upepo, akikala mne upepo unapotokea kule kwenye kinsuti, anapanua hivi, manyoya yanakuja yanapo vizuri, anapendeza. Tausi ni ndege mzuri mwenye manyoya yenye rangi za ajabu. Picha ya ndege tausi katika moyo au maisha ya mwanadamu hufananishwa na dhambi ya kiburi. Isaya 14:9-17 na Ezekieli 28:12 hadi 17. Mwenye pamphlet utayapata vizuri zaidi. Lakini pia kitabu cha mwisho Obadia mwisho 3. Obadia 1:3. Obadia 1:3. Kiburi, naposema kiburi, kipo katika sura za aina tofauti tofauti. Kuna kiburi cha afya. Mtu anapokuwa tu na afya nzuri, hana mafua, hana kwashako, hana nini, basi anakuwa na kiburi, anawaringishia wengine. Unajua bwana, sisi wenye afya zetu bwana, unajua sisi wenye afya zetu. Kiburi. Kwa hiyo viburi viko vya aina mbalimbali. Ni pamoja na kiburi cha afya, lakini kuna kiburi cha pesa, utajiri. Tajiri hataki kushirikiana hata na majirani, eti kwa sababu ana hela. Hataki kushiriki kazi za jamii, maendeleo ya jamii, eti kwa sababu ana hela. Hapana, hicho nacho ni kiburi, na kiburi ni dhambi. Na siku zote kiburi hutangulia maanguko. Ukiona umekuwa na kiburi, haushauriki, hauelezeki, hauonyeki, jiandae, mbele yako kuna anguko. Mbele yako kuna anguko, na si muda mrefu napiga mweleka. Siombi upige mweleka, na kuonya na kushauri na kupa angalizo. Kiburi. Kiburi, unaweza kuwa na kiburi cha sura. Kiburi cha sura. Unajua sisi weupe bwana, unajua sisi weupe. Yaleta kiburi kwa sababu ya weupe. Na Wachina wasemeje? Wachina wasemeje? Wakorea wasemeje? Anazaliwa mweupe mpaka anakufa mweupe. Wewe mpaka ukande mawese. Halafu naleta kiburi cha mawese. Acha. Una weupe, shukuru Mungu. Ringia kile ambacho Mungu amekupa. Haujaazimwa. Huo weusi ni original form kwa Baba. Hallelujah. Mungu aliona vyema akupe uwe mweusi hivyo. Ringia weusi wako. Jivunie weusi wako, maana umeasisiwa kutoka makao makuu aliko Jehova Shama. Haleluya. Acha kujichanganya, na mimi nataka niwe mweupe ili iweje? Mungu, ninawapenda, ninawajali, ninawathamini. Sipendi hata mmoja akosee, sipendi hata mmoja apotee. Unakuta tu mwanamume mmoja mjinga tu anapiga mke wake. Unakuta mwanamke shavu laini kama chungo la ukerewe, unapeleka ngumi kulitutika pale. Haufujifanya kwamba mimi mwanaume, mimi na nguvu. Una nguvu wewe? Acha kiburi. Niko kwenye kiburi. Acha kiburi. Kuna kiburi cha elimu. Mtu akisha soma kidogo, akapata diploma, akapata masters, anakuta kabisa wazee hawajui a e i o u. Anaanza hello, habari za siku, sometime ni hivi. Hayo ni matusi. Kwa mimi nisiyejua hiyo lugha, unanambia sometime, nakwambia pumbavu. Kiburi cha elimu. Nahama, twende na yafananayo na hayo. Kumbuka nimesema tatumia picha ya ndege na wanyama. Naenda namba 2, mbwa. Mbwa huwakilisha na huonyesha tamaa ya uzinzi, uasherati na zinaa. Tamaa mbaya za kila aina zimewafanya Wakristo wengi kunajisika.
Kutoka sura 34 fungu la 15 mpaka 16. Wafalme wa pili sura ya 9 fungu la 22. Ezekieli 23 1 hadi 49 na Mathayo 15:15. Lakini twende namba 3. Namba 3. Nini? Nguruwe. Nguruwe huonyesha dhambi ya ulevi na ulafi. Nguruwe hula chochote aonacho, anachoona mbele ya macho yake. Hachagui chema au kibaya. Hivyo roho hii inapomwingia Mkristo yoyote huharibikiwa, kwani hupenda vitu au mambo ya kidunia. Wagalatia 5:19 hadi 21. Mambo haya yalipomwingia mwana ama mtoto katika familia ya Waisraeli, ilibidi apigwe kwa mawe mpaka kufa. Nimeweka maandiko, Kumbukumbu la Torati 21:19 hadi 21.